Promova TV, a home of testimonies. Karibu sana katika mwendelezo wa ushuhuda wake mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa DRC Congo. Ushuhuda unaozungumzia kuhusu maono ya mbinguni pamoja na kuzimu. Na hii ni sehemu ya 5. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza kunifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu. Katika mwendelezo siku ya leo, tutaangazia kuhusu ripoti ya pili kuhusu mkutano wa miezi 4 katika ukumbi wa mbingu ya pili, pamoja na amri 10 za shetani, kuanzia kuundwa kwa sanamu na mambo mengine mengi. Karibu mpendwa wa Mungu. Leo nataka nikushirikishe kuhusu amri 10 za shetani. Mungu ametengeneza sheria kwa amri 10, lakini shetani akiwa mpingaji wa Mungu pia anataka kutunga sheria. Kwa hiyo pia anataka kutunga zile sheria ama amri 10. Kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 8 kinasema, nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo nikasema, mimi hapa, nitume. Mpendwa, katika mkutano huu wa anga, nilimsikia Lucifer akisema, imeandikwa katika Torati ya huyu mwingine, akimaanisha Bwana Yesu Kristo, kwamba anatafuta mtu wa kumfanyia kazi ili aweze kumtuma. Kwa hivyo ninatafuta pia kunifanyia kazi. Ibilisi alisema, wale watakaotufanyia kazi watakuwa na kipengele au umbo litakalo wavutia wanaume. Ibilisi aliamua kuwatumia wanawake kama chombo cha kutimiza mapenzi yake, kwa kumuiga Bwana Yesu Kristo ambaye anatafuta chombo cha kutumia kwa ajili ya kutekeleza mapenzi yake na kuinjilisha. Ibilisi anatafuta mwanamke amtumie kama chombo cha kutimiza mapenzi yake, ambayo yanajumuisha kuvutia usikivu wa wanaume na kuwashawishi wanaume, na hivyo kuwafanya kuharibika kimaadili na kiakili kwa kuangalia tu sura na umbo lake. Ibilisi alisema, mwanamke yeyote mwenye sura na maumbo ambayo yanajenga mvuto au hamu ya ngono katika akili za wanaume anafanya kazi kwa ajili yangu na kufanya mapenzi yangu. Wanaume wataendeleza hamu na tamaa kutokana na kumtazama mwanamke huyo. Mpendwa mwanamke, usipovaa vizuri utawasisimua wanaume. Upo katika utumishi wa shetani. Kuna viungo na maumbo ya wanawake ambayo husababisha wanaume kuwa na hamu ya kujamiana na kusisimua. Mwanamke anayesababisha wanaume mtaani kumtamani au kuwa na mawazo machafu kwa sababu ya maungo au mavazi yake anafanya kazi kwa shetani. Mwanamke akivaa G-string, yani chupi kamba, ambayo ni nguo ya ndani isiyolinda mwili wake wa karibu na maumbo, mwishowe huvutia watu mitaani kwa sababu ya maeneo yake ama viungo vyake ambavyo havijafunikwa.
Mwanamke anaweza kuwa mwembamba, lakini kuanzia kwenye nyonga kwenda chini, umbo lake linakuwa la mviringo. Akiwa na G-string, hii chupi kamba ambayo ameivaa kwenye maumbo yake hayo ya mviringo, mwanamke angevutia sana wanaume. Kwa hiyo, ningewashauri wanawake waliozaliwa kwa mara ya pili kutovalia G-string, yani kamba chupi, kwani hazifuniki mwili. Nguo hii ya ndani huvutia usikivu wa wanaume na kuwafanya kuwa na hamu na msisimko wa ngono. Huku ni kumtumikia Shetani, na mwanamke anayefanya hivi ni wa Lucifer, kwani anatafuta watu ambao watamfanyia mapenzi yake na kumfanyia kazi. Yesu alisema, "Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kulia likikukosesha, litoe na ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili wako kuliko kupoteza mwili wako wote na kutupwa katika jehanamu." Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 hadi 28. Tulikuwa katika ukumbi wa mikutano ule wa mviringo katika anga, ambapo Shetani alisema, "Ningependa kutumia picha kwa madhumuni ya kuvutia." Mpendwa, amri ya kwanza ya Shetani ni sura inayovutia, sura ya mvuto. Ibilisi alisema katika sheria ya yule mwingine, akimaanisha Yesu, ni haramu kufanya sanamu na vitu vilivyo juu ya nchi, chini ya nchi, au ndani ya bahari na mbinguni. Bwana wa Wakristo amewakataza kutumia sanamu kwa sababu sanamu ina athari kwa roho za wanadamu. Kwa hivyo ninawaamuru ninyi, mawakala wangu, kuzidisha picha ili kwamba muweze kuathiri roho ya Wakristo. Lazima uingize nguvu mbaya katika picha hizi ili ubinadamu na waumini wavutwe. Ibilisi alizungumza na hawa pepo na kusema, "Ninawatuma kwa ufalme wa baharini kwa mtumishi wangu Lamasu ili kupata vitu ambavyo vitatusaidia." Niliona pepo 30 wakisafiri chini ya bahari, tukawafuata. Kisha nikaona mungu wa bahari Lamasu akikusanya mchanga chini ya bahari ili kubuni bidhaa za mapambo na usafi. Kisha marikia hawa wa baharini walichapisha uzuri wao katika bidhaa hizo za vipodozi, ili wanawake wanapozitumia, uzuri wa malikia hawa utaonekana kwenye nyuso zao. Baadaye wale mashetani 30 walisafirisha tani nyingi za bidhaa za urembo hadi kwenye jumba la mikutano la mviringo. Kwa mara ya kwanza niliona kwamba Shetani alikuwa na furaha. Bidhaa hizi ziliwekwa katikati ya ukumbi wa mkutano wa mviringo. Kisha Shetani akaanza kusema laana juu ya bidhaa hizo za urembo. Ibilisi alisema, "Yeyote atakayevutiwa na wanawake wanaotumia bidhaa zetu za urembo, moja kwa moja atakuwa mchafu au najese, kwani uzuri huu ni picha ya marikia wa chini ya maji. Hii ni taswira ya vitu vilivyo chini ya bahari. Urembo huu unatokana na vipodozi, si wa asili, bali ni wa kishetani na wa kichawi. Mtu yeyote anayevutiwa na wanawake hawa kwa sababu ya urembo wetu ataingia agano nasi, na kutokana na uzuri huu wa bandia, wanaume watakuwa na mawazo machafu ya ndoto za ngono na kuwachochea kufanya uasherati. Hivyo wanaume watapoteza kujizuia kwa sababu ya urembo wa bandia unaotokana na marikia hawa wa majini. Watumishi wangu,
na mwanamke yoyote anayetumia bidhaa za urembo wa chini ya bahari atakuwa mrembo na hatazuilika. Kisha Shetani akasema, itabidi tufanyie kazi picha. Niliona Shetani akiamuru mapepo kuchapisha picha za wanawake wakiwa na vipodozi vya malkia wa baharini mitandaoni ili wanaume wavutiwe mtandaoni. Hii inaeleza ni kwa nini mitandao ya kijamii leo imejaa wanawake wenye nyuso nzuri kutokana na bidhaa za urembo zilizoundwa katika ufalme wa baharini. Lucifer alisema, wanaume katika mitandao ya kijamii watakimbilia kuomba urafiki na wanawake hawa kwa sababu ya sura zao nzuri za mvuto. Wanaume wengi watafanya urafiki na wanawake hawa mtandaoni kwa sababu ya bidhaa zao za vipodozi vya malkia wa baharini vya mvuto. Na kila wakati wanapotazama picha hizi nzuri, watakuwa na njozi mbaya akilini na hamu ya ngono. Tutaunda kichocheo cha ngono na ndoto katika akili za wanaume kupitia picha za wanawake mitandaoni. Ibilisi anataka kuchochea hamu ya ngono au ndoto kwa kutazama tu picha za wanawake warembo mtandaoni. Watu wangekuwa wanapiga punyeto kwa kutumia hizi picha za wanawake kwa sababu ya ndoto na hamu ya ngono katika akili zao. Amri 10 za Shetani ni kinyume cha amri 10 za Mungu zilizosemwa, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia. Kutoka sura 20 mstari wa 2 hadi wa 4. Lucifer aliwahutubia washiriki wake na kusema, kwa vile Mungu wao hapendi ibada ya sanamu, tutachapisha picha za wanawake katika akili zao ambazo zitakuwa kitu cha kuabudiwa na kuabudiwa. Sanamu hizi zitachukua nafasi ya Mungu wao katika akili zao na zitawafanya katika kumwasi Mungu wao. Sanamu hizi zitachukua nafasi ya Mungu wao katika akili zao na zitawapelekea kumwasi Mungu wao. Ibilisi aliweka wazi na kusema, yeyote anayepiga makofi na kuheshimu uzuri unaotokana na vipodozi vyetu amelaaniwa. Kama kuabudu sanamu kutoka chini ya bahari ni ibada ya sanamu na kulaaniwa na sheria ya mwingine, akimaanisha Yesu. Kwa hiyo mtu huyo ni wetu. Mpendwa, Shetani anataka mawazo na umakini wa wanaume uwe kwenye uzuri wa wanawake. Anataka wanaume waabudu uzuri wa wanawake, na kwa njia hiyo Mungu anayepaswa kuwa wa kwanza atashushwa hadi wa mwisho, na Shetani anajua kwamba hii ni ibada ya sanamu. Nilikuwa pamoja na malaika mkuu Mikaeli tukielekea juu ya washiriki wa kusanyiko hili katika ukumbi huu katika mbingu ya pili. Hawakuweza kutuona. Kisha Lucifer akawaambia washiriki na kuambia pepo wachafu, na waamuru ninyi watumishi wangu kuwavua nguo wanawake. Ghafla nikaona pepo jeusi sana likiinua mkono wake kwa heshima na woga mwingi ili kumuuliza swali Lucifer. Kwa kweli kila pepo alikuwa na sura yake. Baadhi yao wanaonekana wanadamu, wengine wanafanana na wanyama, na wengine walikuwa chotara. Pepo aliuliza, Bwana mkubwa, kwa idhini yako nataka kuuliza swali. Lucifer alimpa ruhusa. Alisema, Bwana mkuu, unasema kwamba tunapaswa kuwavua wanawake nguo halisi? Tutafanyaje hivyo?
Kisha Lucifer akajibu, kama ulivyouliza swali hili, ninawaamuru ninyi mapepo kwenda sasa kwenye fukwe za dunia na kufanya kazi yangu. Binafsi sikuweza kuelewa agizo hili kwa sababu hapakuwa na maagizo kamili ya nini cha kufanya, lakini mapepo yanaonekana kujua ni nini hasa wanapaswa kufanya. Ibilisi hakutoa maagizo sahihi juu ya kazi hii, lakini mapepo walijua ni nini cha kufanya. Nitazungumzia hilo baadaye. Kisha nikaona maelfu ya mapepo yakiondoka kwenye ukumbi wa mviringo na yalikuwa yakielekea duniani. Wakati huo huo, mkusanyiko huo ulisitishwa kwa muda na ulipaswa kuanza tena watakaporudi. Mkutano ulipositishwa, Mikaeli alisema, tuwafuate. Kisha walikuwa makundi mengi ya mapepo yakisafiri katika nchi mbalimbali na fukwe mbalimbali za dunia. Nilijionea katika ufukwe mmoja duniani. Malaika mkuu Mikaeli alinionyesha kwamba ufukwe huo ulikuwa Ureno. Sijawahi kwenda Ureno, kwa hivyo picha hii ya Ureno bado iko akilini mwangu. Niliona mapepo yakitua kwenye ufukwe huu na kuruka juu ya wanawake na kuwanong'oneza ili wavue nguo zao. Baada ya kunong'onezwa na mapepo, niliwaona wanawake wakivua nguo zao. Sasa walikuwa wamevalia suruali zao na bikini, lakini wengine walitoa bila kujua. Wote walikuwa wakilalamika kuwa kulikuwa na joto sana, na wanawake wengine walivua nguo zao zote na kuwa uchi. Mashetani walikuwa na furaha. Kila wakati pepo liliponong'oneza mwanamke, kunong'ona huku kulitafsiriwa kwa mtazamo au hisia kwamba ni moto, lakini kwa kweli haikuwa moto, bali ulikuwa ni kunong'ona kwa mapepo. Baada ya kuondoka kwenye fukwe za dunia, mashetani hao walisafiri hadi kwenye warsha za mitindo na usanifu, ambapo watu walikuwa wakibuni na kushona nguo za kike, zikiwemo nguo za ndani. Lakini safari hii walitengeneza kile kinachoitwa G-string, chupi kamba. Malaika mkuu Mikaeli ambaye alikuwa pamoja nami alisema, hii ndiyo chimbuko la aina hii ya nguo ya ndani itwayo G-string. Imeundwa kutokana na msukumo wa kipepo au kunong'ona. Ibilisi anataka miili ya wanawake ionekane na kutetemeka mitaani. Anataka nguo hizi za ndani G-string zionekane. Huu ndio mkakati wa picha inayovutia. Mashetani haya yaliporudi kwenye jumba la mkutano, shetani aliwaambia washirika kwamba wanaume wanapoona sehemu za chini za wanawake walio na nguo hizi za ndani zinazojulikana kama G-string, picha za nguo hizo za ndani itachapishwa katika akili na kumbukumbu zao. Warsha nyingi za ushonaji na chapa kubwa za mitindo zilitembelewa na mapepo, na washonaji nguo waliongozwa na mapepo ili waweze kupata miundo na chapa zisizofaa ambazo zinazidi kufichua miili ya wanawake. Hata kama nguo hizi zilionekana kuwa zisizokuwa na adabu, lakini kwa vile zilitolewa na nyumba kubwa na za kubuni zenye sifa nzuri, bado watu walizinunua. Mashetani walikuwa wakisafiri katika miji mbalimbali ya dunia, na walikuwa wakinong'oneza wabunifu, washona nguo na wanamitindo. Lakini kabla ya kupeleka pepo duniani, niliona kwamba Lucifer hakutoa maelekezo sahihi kuhusu kazi zao. Bado pepo walijua nini cha kufanya. Ibilisi alipokuwa akihutubia mapepo katika ukumbi wa mkutano, alikuwa akisema maneno machache, lakini mawazo yake yalihamishwa kwa mapepo bila mawasiliano ya mdomo. Kumbe shetani alipokuwa anaongea, alikuwa akitoa pumzi ambayo ina mawazo yake, na mapepo yalikuwa na kitu mfano wa antena vichwani mwao ambayo
ilikuwa inateka mawazo hayo na pia yale yaliyokuwa akilini mwa Lucifer. Kwa hivyo hakulazimika kusema maneno mengi. Na wakati pepo walipokuwa wakinong'oneza wanawake wavue nguo au wabunifu wa mitindo wabuni nguo za kuvutia, walikuwa wakihamisha mawazo kutoka kwa akili ya Lucifer moja kwa moja hadi kwenye akili za watu walengwa. Matokeo yake, wabunifu hawa walikuwa wakipokea mawazo na msukumo kutoka kwa Shetani mwenyewe. Wakati wa kupeleka pepo duniani, Shetani aliwaamuru warudi kabla ya saa 6 usiku. Kwa kawaida mkutano uliochukua miezi 4 ulikuwa unakamilika saa 7 au saa 8 mchana, lakini siku hiyo ulienda zaidi ya muda wa kawaida. Baada ya kumaliza migao yao duniani, roho waovu walirudi kwenye anga. Walifurahi na kuzungumza wao kwa wao. Kisha wakaanza kuripoti kwa Lucifer jinsi kazi yao ilivyofanikiwa. Walisema, "Bwana mkuu, tumefanikiwa. Wanawake wako uchi kwenye fukwe. Wabunifu wa mitindo na washonaji wamepata msukumo wa kubuni nguo zisizo na heshima." Mashetani walifurahi sana na kusherehekea mafanikio ya kazi zao, na Shetani alionekana kuridhika pia. Lakini baada ya muda mfupi, hali ya Lucifer ilibadilika. Akasema, "Hapana, wanadamu lazima waharibiane wao kwa wao, hasa wale wanaotuvuruga usiku kwa sala zao. Huwa wanatuvuruga katika mikusanyiko yetu ya usiku." Nilielewa kuwa Shetani alikuwa akimaanisha maombi ya mkesha ya usiku yanayofanywa na wana maombi. Ibilisi aliwaambia mapepo, "Vita havijashindwa wala kumalizika." Kisha Shetani akanyoosha mkono wake angani. Kama matokeo, mfuatiliaji mkubwa alionekana akionyesha picha za moja kwa moja. Na washiriki wote katika mkusanyiko huu katika anga walikuwa na mawazo na macho yao kwenye skrini hiyo kubwa. Sote tulikuwa tukitazama matukio ya picha za moja kwa moja kutoka kwa makanisa kutoka kote ulimwenguni. Tulitazama matukio 3 makuu kwenye ufuatiliaji huo. Kwanza, tuliwatazama wanawake waliovalia sketi ndogo makanisani kote ulimwenguni, wakianika miguu yao ili kuvutia usikivu wa wahubiri. Kisha Lucifer akawaambia mapepo, "Ninawaamuru muingie makanisani na kuwanong'oneza wanawake ili wafungue miguu yao ili kuonesha wahubiri nguo zao za ndani ili kuwavuruga. Kwa sababu hiyo wangekengeushwa na mahubiri yao yatakuwa yasiyopatana." Jambo la pili tulilotazama ni wanawake waliokuwa mtaani wakielekea makanisani. Walikuwa wanawake wa Kiafrika waliovalia mavazi ya Kiafrika na walikuwa wakijaribu kuweka sawa vitambaa vyao. Matokeo yake, nguo zao za ndani zilifunuliwa na kuonekana. Mara nyingi wanawake wa Kiafrika wanapotaka kuweka sawa vitambaa vyao, wangeanika miili yao kwa bahati mbaya, lakini nilichokiona kwenye skrini hii kilikuwa kikitokea kutokana na minong'onezo ya kishetani. Haya yalikuwa yakitokea baada ya mapepo kuwanong'oneza. Jambo la tatu tulilotazama kwenye ufuatiliaji huo ni wanawake wawili wakibishana. Kisha ghafla mapepo wawili wakatokea na kuwanong'oneza. Matokeo yake walianza kupigana. Sote tulikuwa tukitazama tukio hili la mapigano kwenye ufuatiliaji huu mkubwa. Lucifer alituhutubia ukumbini na kusema, "Dhumuni la pambano hili ni kuwafanya wanawake hawa
kupigana hadi kufikia hatua ya kuchaniana nguo ili wanaume waliokusanyika kutazama waone uchi wao. Ibilisi aliamuru mapepo yasababishe mambo haya ili sura ya uchi ya wanawake hawa ichapishwe katika akili za wanaume hawa wanaotazama. Matokeo yake, wanaume hawa wangekuwa wakifikiria juu ya picha hii ya uchi ambayo ingechapishwa kwenye kumbukumbu zao. Picha hii ya uchi ingekuwa chombo cha mashetani kufanya wanaume hawa wachangamke kimapenzi na kuwa na ndoto na hamu ya ngono. Kisha Lucifer akawaambia mapepo, lazima muondoe staha na adabu ili wanawake wawe uchi katika fukwe na madimbwi ya kuogelea bila kuzingatia uwepo wa wanaume. Baada ya kutazama picha hizi kutoka kwa matangazo hayo, tulienda kwenye kijiji. Tuliona wanaume wakioga mtoni upande mmoja na wanawake wanaoga upande mwingine wa mto. Ibilisi alipeleka pepo hawa katika kijiji hicho na wakawanong'oneza wanaume na wanawake. Kutokana na hali hiyo, makundi hayo mawili yaliyokuwa yametengana waliungana pamoja, licha ya kwamba baadhi ya wanawake hawakuwa na nguo katika mto huo. Mashetani yaliporudi kwenye ukumbi wa mkutano wa mviringo, nilimsikia Lucifer akiwaamuru wanasayansi wanaofanya kazi katika viwanda vya kutengeneza dawa kubuni dawa ambazo zitafanya sehemu za siri za wanawake kuwa za mviringo na kuvutia wanaume zaidi. Wapendwa, imeandikwa kwamba Bwana ametufanya ufalme wa makuhani, na Biblia inatupa kanuni ya mavazi ya makuhani katika Agano lake la Kale. Kwa kweli makuhani katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, wanaume na wanawake ni vyombo. Katika mavazi ya makuhani kuna vipengele ambavyo ni mfano wa neno. Kuhani lazima aakisi neno la Mungu. Katika mkutano huu katika mbingu ya pili, Lucifer aliwauliza mapepo, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kisha akajibu, mwanamke aliyevaa kijinsia na kuvutia wanaume ni mtumishi wangu na ananifanyia kazi, na kupitia kwake nitasambaza ujumbe. Mwanaume anapomtamani mwanamke mtanashati mtaani, sura ya mwanamke huyo itawekwa kwenye akili yake na itamtia unajisi. Katika maandiko, Ayubu alisema, nimefanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia mwanamwali? Ayubu 31 mstari wa 1. Mpendwa, inahitaji nidhamu ili kuepuka kutafakari macho yako yanachofanya, kwa sababu jicho lina akili yake. Inashika picha na kuipeleka kwenye ubongo, ambayo ina tabia ya kuichambua. Neema na amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nanyi. Na tutaishia hapo. Tafadhali usikose kufuatilia mwendelezo. Leo tutaishia hapo katika ushuhuda huu wa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa DRC. Ushuhuda unaohusu maono ya mbingu na kuzimu. Mimi msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti anajulikana kama Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye YouTube channel ya Promova TV. Inaandikwa PROMOVER, Promova TV. Ukiipata, hakikisha pia una subscribe, una like, una comment, una share kwa watu wengine mbalimbali. Kumbuka pia unaweza kuifuatilia Promova TV kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread. Jina hilo hilo la Promova TV.
Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatutafuta kupitia nambari hizi. Unaweza ukatumia namba hizi pia kama unahitaji kutoa maoni, maswali, mapendekezo, ushauri ama unahitaji kutoa ushuhuda wako. Karibu sana. Lakini pia kama ungependa kutuwezesha kutoa sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki cha ushuhuda na Promova TV kwa ujumla, tafadhali tumia nambari hizi: kujumulisha 255 766 294335. Namba nyingine ni kujumulisha 255 784 074 462. Asante sana kwa kufuatilia na tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Uwe na siku njema. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.